Na mtazamaji, hospitali ya Kitengela Level 4 hii leo imejipata kwenye darubini kwa tuhuma za kukataa kumhudumia mama mmoja ambaye mtoto wake alifariki tumboni siku 3 zilizopita. Na mwanamke huyo Abigail Mutubula anasema kuwa alifanyiwa ukaguzi hospitalini na kuarifiwa kuwa mwanawe alikuwa amefariki Alhamis, ila tangu siku hiyo hajapata usaidizi. Na runinga Citizen ilipofika katika hospitali hiyo ilimpata mama huyo akiwa katika hali mbaya nje ya lango la hospitali. Na Franklin Wala anasimulia. Taswira ya kuvunja moyo nje ya hospitali ya Kitengela Level 4 kaunti ya Kajiado. Mama huyu aliyelemewa na maumivu ana ujauzito, ila mtoto wake alifariki akiwa tumboni siku 3 zilizopita. Jamaa zake wanamsaidia kurudi kutafuta matibabu. Isitoshe, mama huyu Abigail Mutubula anatapika damu. Abigail anasema amekuwa katika hali hii tangu Alhamisi. Madaktari katika hospitali hii walimjulisha kuwa mwanawe alikuwa amefia tumboni. Anadai tangu alipoelezwa hivyo hajapata usaidizi wowote hospitalini ili kutoa maiti ya mtoto huyo tumboni, akihofia maisha yake yako hatarini. After 4 hours ikiisha tena wanani-induce na hawanifanyii chochote, hivyo tu. Hiyo ndio imekuwa system. Sasa inaumwa sana. Nasikia maumivu sana. Abigail amelemewa na uchungu sana. Kinachomvunja moyo zaidi ni jinsi alivyoshughulikiwa na matabibu kwenye hospitali hiyo. Anadai alipewa tu dawa ya kumsaidia kupunguza maumivu ya kuavya kijusi hicho. Nikafanywa scanning na ikapatikana mtoto hayuko akik. So from there nikaambiwa niende CS. Hadi wakaniletea karatasi nikasign ya kwenda CS. So after vile nilisign hivyo na daktari akakuja akaniambia hakuna haja niende CS, wani induce dawa ya uchungu. After kuindusiwa hivyo nimekaa hapo from yesterday, jana wanani induce tu dawa na uchungu na hakuna usaidizi mwingine tena. Tuliandamana naye hadi hospitalini humo. Hii ndio hali tuliyokumbana nayo. Walinzi walifunga mlango wa wodi na kumzuia asiingie kabisa, licha ya mama huyo kuonekana kuwa na uchungu. Alilala nje ya lango la wodi, huku matabibu na walinzi wakitoa sauti kali bila ya kujali maslahi ya mgonjwa wao. Wanatuambia wanampea dawa za kupushi mtoto. Kutoka jana saa 1 mpaka saa hizi tunaambiwa wanampea bado dawa ya kumpush. Sasa sisi tunauliza mbona? Tukienda hapo tunafukuzwa, tukienda hapo tunaambiwa nini? Baada ya vuta ni kuvute, tulihakikisha mgonjwa amepokelewa kwenye wodi ili atibiwe. Kwenye mahojiano na msimamizi wa hospitali hiyo ya Kitengela, alituhakikishia mgonjwa atashughulikiwa ipasavyo. Lakini je, mbona wachukue hatua tu baada ya sisi kuingilia kati? Pia wakaanza kutuzungusha na wakaanza pia kuwa wakali. So tulipojaribu kuuliza kwa nini waweke mtu mwenye ako na mtoto amekufia kwa tumbo siku 3, na mtoto kama ataozea kwa tumbo inaweza kaleta madhara, kufanyike kama kuna vinye kunaweza fanyika huyo mtoto atolewe kwa tumbo. Wakatuambia hiyo wamezoea hizo drama na kila kitu. Tumeitisha transfer, wamekataa kumpatia transfer yoyote kwa sababu tumeona kama hasaidiki. Hii ndiyo taswira inayowakumba Wakenya wengi maeneo tofauti nchini, huku serikali ikiendelea kutoa ahadi za kuimarisha huduma katika sekta ya afya. Franklin Wala, runinga ya Citizen, kutoka Kitengela, kaunti ya Kajiado.